nataka kufahamu kwenye wakati huu wa majaribio ama pilot, tulishirikisha wananchi walau kwenye majaribio ya kufanya ufunguaji wa kesi ama malalamiko, ama tulifanya tu wenyewe wakati ule tukiwa kwenye mafunzo? Asante sana ndugu mtangazaji. Hii pilot tumechukua watu wote kama ambavyo mwanzo ulivyosema, kuwa tulichukua watu wa ndani na watu wa nje, na maana mpaka wale wananchi. Na ndio maana hapo ndugu mtangazaji, ndipo ambapo leo tutakuja kulizungumza. Kuna swala hili la dawati au tunasema help desk, dawati la kusaidia hawa watu. Na tunapozungumza hilo dawati, mheshimiwa ndugu mtangazaji, kuwa bila shaka wananchi wale wote ambao walikuwa wanapata changamoto katika kuingia walikuwa wanakwenda katika hayo madawati na kuweza kufunguliwa mashauri yote. Kwa hivyo hilo tutakuja kulieleza baadaye kidogo, lakini kwa sasa hivi kuwa wananchi wote waliweza kushiriki, ndipo ambapo tukaweza kupata hizo changamoto ambazo nimeweza kuzitaja, na nyingi kati yao tunazifanyia kazi na tayari tushazifanyia kazi. Nikushukuru Mheshimiwa Saidi. Nikirudi kwako Mheshimiwa Hemed, tumeona namna ambavyo mmefanya vizuri kwenye upande wa kuwajengea uwezo watumishi hawa mbalimbali wakiwemo waliopo mahakamani, kwa maana majaji, mahakimu, mawakili, kadhalika na jeshi la polisi, ambao wote wamekuwa wakihusika kwenye upatikanaji wa haki kupitia msaada wa kisheria. Lakini wananchi ndio watumiaji ama ndio walaji kabisa wanakwenda kutumia huu mfumo ambao tunauzungumza hapa. Tumejipangaje mpaka sasa katika kuhakikisha kwamba wananchi wanapata elimu ya kutosha kupitia matumizi ya mfumo huu? Asante sana ndugu mtangazaji. Nitakwenda moja kwa moja katika swala lako. Katika hili kuna hatua mbalimbali zinapitiwa ili kuhakikisha kwamba elimu ya matumizi sahihi ya mfumo inamfika kila mmoja katika wananchi. Kuna hatua tayari zimeshapitwa, nyingine zinaendelea na nyingine zitafuata. Kuna makundi matatu. Zile ambazo zimepita, wakati tunafanya zile TOTs, mafunzo yale training of trainers, baadhi ya watu waliochaguliwa kushiriki kwenye mafunzo yale walikuwa ni wananchi wa kawaida. Ndio. Na bahati nzuri mahakama ilizingatia makundi tofauti katika wananchi. Walishiriki wananchi wa kawaida, lakini pia walishiriki na wananchi wenye mahitaji maalumu, mfano kwenye kutoka vyama vya walemavu, pia na wao walipata kualikwa. Tukisema si wote timu nzima, lakini alikuja mwakilishi wao mmoja au wawili, na hapa ndio inakuja ile dhana halisi ya TOT, ile neno training of trainers, kwa maana kwamba yule anayefunzwa anatakiwa na yeye akaieneze elimu ile kwa wenzake katika kundi lake. Training of trainers, yani kuwafunza wakufunzi ili na wao wakawafundisha wengine. Kwa hili lilifanyika katika hatua tofauti hiyo, lakini pia ikaja hatua ya end users training. Wale waliofundishwa na wao wakapangiwa utaratibu wa kuwafunza na wengine, yani kundi likawa ni kubwa zaidi kuliko lile la mwanzo. Na wakati wa matumizi ya mfumo piloting, tulipokuwa katika phase ya pilot, walipata kushiriki pia baadhi ya ambao hawakuwepo kwenye mafunzo, wamepata ule uelewa. Kwa hiyo hawa wakawa wanakumbana na zile changamoto, wanapiga simu, wanauliza, wanasaidiwa, wanaelekezwa. Kwa hiyo tunaona kwamba kila tunapokwenda hatua, ule uelewa unazidi kutanuka na kuongeza namba na idadi ya watu kuzidi kuufahamu mfumo. Lakini hivi vipindi ambavyo tunaenda navyo sasa hivi, zaidi vipindi hivi lengo lake ni wananchi, kwa sababu tukienda kwenye DPP, ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka, wao ni taasisi ya serikali, wameshapatiwa package yao ya mafunzo na wapo tayari wanaosubiri mfumo. Na wale ambao wamefunzwa kati yao watawafundisha na wengine. Tukienda kwenye mawakili na mavakili, katika vile vyama vyao vile kuna chama cha mawakili, wale na wao wanawafundisha wengine. Lakini wananchi wao kuwapata wote ni ngumu. Sasa kwa kuwa hatua zile zimefanyika, hatua sasa hivi vipindi hivi ambavyo tunataraji kwamba kupitia vipindi hivi vya ZBC vitawafikia wananchi waliokuwa wengi zaidi,
elimu itapata kwenda kwa wananchi waliokuwa ambao hawakupata taaluma ile ya mwanzo, lakini baada ya kumalizika kwa vipindi hivi, hii sasa ni hatua inayoendelea sasa hivi. Hatua zitakazofuata baadaye ni outreach program, kuwafikia wananchi katika maeneo yao wanayoishi. Mahakama itaandaa outreach program, itateua watu ambao watazunguka Zanzibar nzima katika mikoa, wilaya, wadi na shehia kwa ajili ya kwenda kutoa taaluma, na hata katika taasisi za taaluma, maskuli na maeneo yenye mijumuiko ya watu patatoka vipeperushi na matangazo mbalimbali, ili ni wazi kwamba wanaweza katokea mtu mmoja, wawili, watatu wasijue nini kinaendelea. Lakini wengi watakuwa tayari wamefahamu, na matumizi atakapokuja tunataraji uelewa utakuwa umetanuka zaidi. Nimefurahishwa na hilo. Kama tutafikia kupitia outreach na watafanya kwa vitendo, tunaamini pia inaweza kaleta urahisi baada ya kuona hapa, lakini tukimfikia kwa kufanya kwa vitendo inaweza kawa rahisi. Umezungumza kundi muhimu hapa kwamba tumelijumuisha nalo kundi la watu wenye ulemavu. Ndiyo. Na wakati tunaangalia mfumo kwenye kipindi kilichopita, tuliangalia mfumo na lugha mbili, kwa maana Kiswahili lakini na Kiingereza. Nataka kufahamu sasa kwenye upande mwingine, labda watu wenye mahitaji maalum, mtu ambaye haoni anawezaje kutumia mfumo huu? Asante sana. Wakati Mheshimiwa Said ulipomuuliza swala la changamoto, changamoto ziliambatana na maoni. Changamoto manake kuna tatizo limebainika, linakwaza baadhi ya process kuendelea, kwa hiyo linahitaji kutatuliwa. Lakini kuna na maoni, katika sehemu hii mnaonaje kama mtafanya hivi, mkaondosha hivi ili ijumuishe na watu fulani. Kwa miongoni mwa maoni ambayo yamekuja ni kutengenezwa mazingira katika mfumo ya kuweza kuwa hawa watu wasioona uliowagusia waweze kuutumia mfumo. Hili limechukuliwa, lakini kwa sasa halijafanyiwa kazi. Tupo katika hatua za awali, mfumo utakwenda. Wao matumizi yao kwa sasa, hawa wasioona, ni kusaidiwa na wale ambao wanaona. Kwa hiyo kama kuna mtu asiona anataka kufungua kesi, anataka huduma yote ya kimahakama kupitia kwenye mfumo, atakwenda ima kwa wakili au vakili. Kuna vile vituo vya msaada wa kisheria vitatoa huduma hizo, lakini pia anaweza, kama atakosa yote, anaweza akafika katika hizo help desk, madawati ya msaada ambayo yatakuwepo katika kila kituo cha mahakama katika mikoa na wilaya zote za Unguja na Pemba. Atafika katika vituo hivyo ili aweze kusaidiwa, lakini yeye mwenyewe kuingia kwenye mfumo kwa sasa hatujafikia hatua hiyo. Sawa. Tuanze sasa kuangalia mfumo. Tulioangalia wiki iliyopita hapa vizuri, lakini kwa hatua za awali, mwananchi ameshakutana na mfumo, anataka kufungua shauri kwenye mfumo. Hatua za awali anaanza vipi kwenye ufunguaji wa shauri? Ama kwenye kujisajili? Ama kwenye kujisajili? Okay. Mwananchi anapotaka huduma yoyote ya kimahakama, kufungua shauri, kujibu shauri ambalo kafunguliwa dhidi yake, kuleta ombi lolote, anatakiwa awe na account au hesabu. Kiswahili chake sio tusemeje, account ya kwenye mfumo, maana hesabu ni lugha za kibenki. Namba yake ya usajili, awe na account, nadhani itaeleweka, ya kumwezesha kuingia kwenye mfumo. Na akaunti hii ataihitaji ikiwa atataka kuingia mwenyewe, la kama atapitia kwa vakili, maana yule wakili atamfungulia, au atakuja kwenye help desk inamsaidia, lakini inapendeza awe nayo yeye. Kwa hiyo ataingia, ili aweze kupata account anatakiwa awe na kifaa. Kifaa hicho ima itakuwa ni kompyuta au itakuwa ni smartphone ambazo zinaweza ku access internet. Akishakuwa na kifaa hicho, atatakiwa awe na kitambulisho chochote, aidha cha Mzanzibari Zan ID au cha NIDA. Akishakuwa na vitu viwili hivi, na awe na internet hapo atakapokuwepo, awe na bando, awe na MB katika hicho kifaa chake, kama ni simu au kompyuta. Akishakuwa na vifaa hivi, basi ataingia kwenye chombo chake. Ndani hicho chombo chake kunatakiwa kuwa kuna browsers. Browser yoyote ambayo atakuwa nayo, either itakuwa ni Firefox au Chrome au Safari au Opera Mini, zipo nyingi, awe nayo katika kile chombo chake. Ata click ile browser yake, itafunguka. Ikisha kufunguka,
utakuja ule mstari mweupe pale juu ambapo anatakiwa aingize anwani ya tovuti ya mfumo wa mahakama ambayo itakuja kutangazwa baadaye. Nadhani pale inaonekana kuna page ya browser inafunguka hivi. Hapana, akifungua browser haiji hii. Kuna page ya nyuma inakuja ambayo ile ya kusearch ya nyuma kabla ya hii inakuja pale, ndo ataweka hiyo tovuti ya mahakama ambayo itakuja mchanganya picha. Kama utarudi nyuma kidogo, sio hiyo, nyuma zaidi, usende mbele, samahani. Okay. Kwa hiyo itakuja ile ya mwanzo ambayo pale ndo ataingiza hiyo tovuti ya mahakama. Akiingiza tovuti ya mahakama ndo itakuja ile peji ya mwanzo tuliyoiona hapa, ambayo upande wa kushoto kuna nembo ya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar na upande wa kulia kuna logo ya mahakama ya Zanzibar. Baada ya kuingiza ile tovuti itakuja hii hapa sasa, ambayo tovuti kwa sasa bado mapema haijatangazwa. Kwa hiyo akisha kuingia hapa, tukiangalia hii upande wa kulia juu hapa haionekani kwenye hii picha, lakini upande wa kulia juu kuna button mbili ya kuchange language, kubadilisha lugha. Itategemea yeye yule mtumiaji anatumia lugha gani, ataweka kama anataka kwa Kiingereza au Kiswahili. Hapa peji yetu inaonekana kwa Kiswahili, lakini pia akitaka kuweka kwa Kiingereza ipo hiyo. Tukiangalia peji yetu hii chini kabisa upande wa kulia kuna neno pale limeandikwa jisajili. Kama anatumia Kiingereza itaandikwa register. Akiklik pale ndo itampeleka ndani. Hizi ni hatua ambazo mtumiaji anazipita ili hatimaye aweze kujitengenezea akaunti yake.